michezo 28 imebakia, ni michezo ya kwenda kujipanga kuangalia tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa tatu tuweze kupata matokeo mazuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na siku ile imeendelea kuwa pichi na msimu kwa kusema ngumu kama historia ambavyo inaonyesha. Tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Africans bado uko kwenye mchakato wake wa tathmini, ikihitajika maamuzi yatafanyika. Lakini so far bado tunaweza kuangalia wapi tulipo na wapi tunakwenda, na kila mtu atafanya kati yake. Au mashabiki wanafanya kati yao, uongozi unafanya kati yake, wachezaji wanafanya kati yao, kila mtu ana kati yake. Tusiwe na haraka. Kwa upande wako wewe binafsi amekaa nyuma Mbeya City kwa muda mwingi mchezo, picha ilikuwa ruhusu ya kucheza, tumestruggle kwenye eneo la kucheza, tukaingiza strikers wawili mshindi ya kwanza mwisho, angalau tukaanza kuwa great kwenye box ya mchezaji. Kwa hiyo technically walikuja na mpango mzuri wa kudefend na umewasaidia kupata alama moja, si kupata alama moja, kusema alhamdulillah. Hali wakati timu ikiwa na matokeo bado kuna wachambuzi watu walikuwa wanazungumza kusema wapiga ramli wanaweza kuwayumbisha wapiga ramli, achana nao. Sisi hata miaka ya nyuma tulianza ligi tukafungwa Mbalali na IF. Issue sio nyakati, issue ni timu ilikuwa sasa hivi na matokeo tukijua atakuja tu. Yaani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifungwe. Tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi tutapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafungwa. Lakini mkweli ndio hivyo. Mwaka tunaofungwa na IF ilikuwa ni mechi ya tatu ya nne vile vile. Kwa ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndio football iko hivyo. Tulikuwa tunajua kuna siku Yanga itaangusha alama, na hiyo siku imefika leo. Hapo sio ile ni mchezo wa pili. Na tunasema alhamdulillah kama kuna sehemu za kuimprove. Ukipata mapema picha hiyo, tunarudi kwenye meza ya tathmini na kwenda kuimprove. Matokeo hayo labda mashabiki wa Africans wanaweza kuingia na pressure kama afisa ndani. Unaweza kuamini mashabiki hakuna haja ya kuwa na pressure. Ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 ya ligi ya kucheza. Bado kuna mechi nyingi mno zimebakia. Hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi 4, hatujafungwa. Tumeangusha tu alama mbili, tumepata alama moja. Kwa hiyo tuna room ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tuwe watulivu, tuendelee kupanga mikakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Hadi mchezo unaofuata ni naingia kwenye break ya FIFA, alafu tunakwenda kimataifa. Tunakwenda Malawi. Lilongo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe mbona kama una majibu yako? Nini kinaendelea? Huyu vipi huyu? Kwa sababu umesema timu inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia ni kama bado haupo. Tumepata alama moja leo. Si ndio? Hatujapoteza mchezo. Kuna siku za kupumzika hapa, baadaye tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga. Wewe kinachoendelea ni kipi? Mbona kama watusemea? Mimi nawashukuru sana ndugu zanguni, na muwe na safari njema kurudi Dar.